Natambua kila mmoja baada ya kufunga mafunzo haya tutaona weledi mkubwa, na mimi nikuthibitishie afisa kutoka wizara, nilikuwa nikikutana na wao nje naona wanaweza kuongea sheria maana yake wameiva. Kwa hiyo tunaamini hata zile changamoto na sintofahamu ambazo zilikuwa zikitokea kabla kwa sababu ya kukosa uelewa na kukosa weledi, sasa hivi kazi inaenda kwa nzuri sana. Naomba mwende mkaandike maendeleo makubwa ambayo yako karibu. Naomba mwende mkaeleze namna nzuri ya utatuzi wa migogoro kwa mujibu wa sheria. Naomba mwende mkaripoti kwa kuzingatia yale mliyofundishwa hapa. Lakini natambua watu wa ithibati mlikuwepo wakati wote katika kuonyesha taratibu za ithibati kwa mwandishi yote ambaye atashiriki kwenye tasnia hii ya uandishi. Sasa niombe kwa kuwa mmeshafundisha na mmefundishika, mwende mkazingatia yale mliyofundishwa, na pale utakapokengeuka nitaamini hujakengeuka kwa bahati mbaya, umekengeuka kwa kutambua kabisa kwamba iko nje ya utaratibu, ni kwa kinyume cha sheria, lakini umeamua kufanya mwenyewe kwa utashi wako mwenyewe. Kama mwanzoni tulikuwa kidogo tunafumba macho, nafikiri kwa sasa hivi itakuwa ni ngumu kidogo, tutajua unafanya ukiwa unatambua. Lakini tunatambua kutukudio sheria haina msamaha, ila mwanzoni tulikuwa kidogo tunajaribu kuvumiliana. Kwa niombe, kwa sababu kama nilivyosema siku ya kwanza, kalamu yako inaweza kusababisha janga kubwa kwenye jamii, inaweza kusababisha taharuki kubwa kwenye jamii. Kwa kila mmoja kazingatie do's and don'ts ambazo umefundishwa katika kipindi chote cha semina. Tumekuwa na siku 3 zenye manufaa makubwa sana, naomba mpige makofi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika mada zote ambazo tumefanikiwa kuziwasilisha kama ambavyo tulizisema siku ya kwanza, zimekuwa na michango mikubwa, lakini pia na maswali mengi ya ufahamu, na naamini kabisa waandishi wa habari hawa watatoka wakiwa wamejivunia pakubwa sana kuhusiana na mafunzo haya.